siasa za kaunti la eneo la Nyeri, akitupasha mengi kuhusu yanayoendelea kutoka mahakamani. Naam, asante sana Swale, na kama ulivyosema basi unatupata moja kwa moja kutoka kaunti ya Nyeri, na mahali ambapo nimesimama sasa ni nje ya mahakama ya Nyeri, ambapo mwanaharakati mmoja ameweza kufika hapa na kuwakilisha ombi akitaka kiti cha naibu spika wa kaunti ya Nyeri kiweze kuondolewa, akisema kwamba kiti kile, ama akisema kwamba wadhifa ule si halali kikatiba. Na tuweze tu kuzungumza kwa kifupi na mwanaharakati aweze kutueleza kwa nini ameweza kufika mahakamani na anataka mahakama iweze kufanya nini. Labda tu kwa kifupi utueleze unaitwa nani, na utueleze mbona umefikiria kufika mahakamani na ombi kama hilo. Naitwa Amos Moshiri, mkazi wa Nyeri mjini, na siku ya leo tumekuja hapa kuwasilisha ombi kwenye koti swala hili la kiti cha naibu wa spika ambacho hakijatambuliwa hata wakati mmoja kikatiba. Hicho kiti hakiko katika sheria zetu, na ni wakati mzuri sana wakati kama sasa wananchi wa Kenya waanze kujua sheria za nchi zinasema nini. Hiyo ndio inaleta mchanganyiko. Unapata watu wanafanya mambo ambazo hazifai, watu wanapora pesa ya wananchi, pesa zinapotea za umma kwa sababu sheria ya Kenya haifuatwi. Na wananchi wa Kenya ni wakati mzuri sana, wanafaa watambue sheria za nchi zinasema nini. Na labda unataka koti ama ombi lako kwa koti ni lipi? Unataka nini itendeke? Kiti katika sheria zetu za nchi na hata katika County Government Act, zile sheria ambazo zina mwongozo wa county, hakuna kiti hicho cha naibu wa spika. Kwa hivyo sisi tumekuja kama kuwakilisha wananchi wa Nyeri County, tuseme hicho kiti kiondolewe. Na kwanza, kama mtu akiangalia katika katiba yetu article 177 na article 178 ya katiba, ina mwongozo mzuri sana wa kisheria ambapo inasema kama composition ya county assembly ni speaker na wale watu ambao wamechaguliwa kutoka maeneo bunge ya county. Hakuna kiti cha naibu wa speaker. Na labda nikimalizia, kukiwa na ile nafasi pale ya naibu spika, labda inathuru vipi county, ama umuhimu wa kuondoa kile kiti ni upi? Wakati kuna kiti kama hicho, ule naibu wa spika anaendelea kupatiwa allowances na pesa ambazo ni za mwananchi wa Nyeri. Kwa hivyo wakati hicho kiti hakiko na hakuna mtu ambaye ameshikilia hicho kiti, hiyo inamaanisha kila mwezi tunaweza kusave takriban kitu 160,000 shillings per month. Kwa hivyo basi wewe unataka kiti kile kiweze kuondolewa, na labda zile pesa ambazo zitabaki labda unaweza taka kuona zikielekea wapi? Hizo pesa zinaweza kutumiwa kwa njia mingi sana, kama sasa street lighting, kununua zile bulb za street lighting katika mji wa Nyeri. Hizo bulbs zinaweza nunuliwa na hizo pesa, na ni pesa mingi sana, 160 per month. Hizo ni pesa mingi sana. Tukiweka kwa mwaka mzima, hiyo ni zaidi ya milioni 1 na kitu. Hizo bulb hata haziwezi zifikisha hizo pesa. Asante sana. Huyo amekuwa ni mwanaharakati Amos ambaye amewakilisha ombi katika mahakama hii ambayo iko nyuma yangu, akisema kwamba angetaka wadhifa ule wa naibu spika ama kiti kile kiweze kuondolewa, na anasema kwamba angetaka kuona hela ambazo labda zinaweza baki ambazo zinatumika sasa kama mshahara wa mtu ambaye anakalia kile kiti. Basi anasema kwamba angetaka kuona pesa kama ile ikitumika kwa matumizi mengine katika kaunti hii ya Nyeri, ama katika kufanya kazi katika kaunti hii ya Nyeri. Narejesha kwako studio kutoka kaunti ya Nyeri. Mimi ni Martin Monene.